لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Naendelea na kitabu chetu cha Al-Fusulu fi sirati rasuli sallallahu alayhi wasallam. Tupo bado kwenye mambo ambayo yanamhusu Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni mambo special kwa ajili yake, kinyume na umma wake. Pia haya mambo anaweza akashirikiana nayo baadhi katika manabii. Tukawa tumeliona jambo la tahara katika mambo ambayo amehusishwa nayo yeye, kama vile kupewa ardhi hii kwamba ni sehemu yote inafaa kujitaharishia. waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura, katika mahususi mambo maalumu ya mtume aliyopewa ni ardhi yote hii amehusishwa nayo kwamba inafaa kujitaharishia na inafaa kuswali kwenye ardhi hii. Jambo la tahara likawa limeisha. Leo hii katika kipengele kingine kinachosema kitabu salati, kitabu ala wazni fi'alu, na wazni wa fi'alu unakuja bimaana maf'ulu, ay kitabu fi'alu, maf'ulu maktubu. Kwa hiyo kilichoandikwa kuhusiana na swala. Na neno swala kwa lugha ya Kiarabu lina maana mbalimbali. Neno swala kwa lugha ya Kiarabu lina maana mbalimbali. Swala inaweza ikawa ina maana dua, fasalli alaihim inna salataka sakanun lahum, fasalli alaihim ay fad'u lahum, fad'u alaihim au fad'u lahum, waombee dua ya kheri, kwa sababu inna salataka sakanun lahum, hakika dua yako ni tulizo kwa wao. Kwa hiyo swala inaweza ikaja kwa maana ya dua, na hii ndio aghlab, mara nyingi sana swala inakuja kwa maana ya dua. Lakini swala pia inaweza ikaja kwa maana ya barakatu, maana ya baraka. Katika maana ya swala pia inakuja maana yake ni baraka, kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Allahumma salli ala ali abi aufa, Allahumma salli ala ali abi aufa, ewe Allah uweka baraka kwa familia ya abi aufa. Allahumma salli ala ali abi aufa. Nini maana ya swala pia katika maana zake? Lakini pia swala inaweza ikaja bimaana, ikaja kwa maana ya farasi wa pili kwenye mashindano. Kuna farasi nambari 1 na kuna farasi nambari 2, kuna namba 3 mpaka namba 10.
Farasi wa kwanza aliyekaa sehemu ya mpangilio wa mashindano namba 1 anaitwa al-mujalli. Farasi wa pili anaitwa al-musalli, na kuendelea. Mwingine al-musalli, majina yako 10. Kwa yule wa pili yule waliopangwa farasi mistari kwa ajili ya kwamba mtu kapanda, inasubiriwa tu waamuriwe watoke wakimbie pale. Yule farasi aliyekaa pale kwenye kile kichumba chake pale akisubiria tu mlango ufunguliwe atoke mbele, anaitwa al-musalli. Kwa kwanza aitwa al-mujalli, na wanasema hii maana inashabihiana na nguzo 5 za Uislamu. Yani hii maana ya al-musalli kwa maana ya sala ya farasi, kwa kuwa farasi wa pili ameitwa al-musalli, na swala nayo imekuwa ni katika nguzo 5 za Uislamu, na yenyewe ipo kwenye nguzo ya pili. Nguzo ya kwanza ni shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, na nguzo ya pili nini? Ni as-salah. Kwa hiyo kwa kile kitendo cha kupatikana kwamba farasi wa pili kwenye mashindano anaitwa al-musalli, ikaonekana kabisa ya kwamba hii pia inarudi pale pale kwenye maana ya zile nguzo 5 za Uislamu. Nguzo ya pili ni swala, na huyu wa pili ni farasi, na zinginezo katika maana ya swala. Amma shar'an, ama kisheria, ni ibadatun makhsusatun, ni ibada maalum, yabda'u, inayoanza bitahrimi, inaanza kwa kuweka takbiratul ihram, wa tantahi, na inamalizikiwa bitahlili, kwa kusema assalamu alaykum. Kila ibada ambayo inaanzwa na Allahu akbar, takbiratul ihram, na inamaliziwa na assalamu alaykum, hiyo ni swala hiyo. Kwa ni ibadatun makhsusatun, ni ibada maalum, lakini kuna utaratibu wake, namna gani inaswaliwa, namna gani inatendwa. Lakini moja ya sampuli yake inaanzwa kwa takbiratul ihram na inamalizika kwa nini? Kwa kusema assalamu alaykum. Na sala ni wajib, imethibiti fi al-Qur'an na imethibiti katika sunna, na ndiyo ibada pekee ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifuata mbinguni kwa Allah subhanahu kuliko ibada zingine zote. Kiangalia saumu, kiangalia haji, haijaendewa juu isipokuwa swala pekee yake. Katika fadhila yake yatamayazu as-salatu, sala inapambanuka kwa nyenzake katika nguzo 5, kwa sababu yenyewe imechukuliwa kutoka mbinguni juu, aliifuata yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala hukumu, na sala pia ina hukumu yake kwa mtu ambaye atakayeiacha. Jullul ulama wanasema man ankara wa man jahada as-salata faqad kafar, yeyote atakayepinga swala amekufuru. Hiyo ndio ittifaq ya madhehebu yote manne, atakayepinga swala, uwajibu wa swala, fa huwa kafir. Hii ni ikhtilafu ya man jahada, yani hii ni ittifaq man jahada. فوقع الاختلاف في من لم يجاهدها, ikhtilafu ikapatikana kwa yule ambaye hajaipinga, akaiacha takasulan, akaiacha vile vile tahawunan, akaiacha kwa uzembe, kwa uvivu. Hapa pana ikhtilafu, hapa hakuna itifaki. Hapa itifaki ipo kwenye madhhabi ya Hanabila, lakini kwingine kote kuna ikhtilafu. Yani hii sio kauli ya moja kwa moja kwamba mtu ambaye ameacha swala ni kafir, la, na khilafu ya ahlul ilm. Kuna wale wanaosema atakuwa ni asi, atakuwa ni fasiki, bali atakuwa anafanywa ta'ziri,
ahamishwe mji au adhibiwe kwa bakora wa ila ghairi dhalik. Lakini sio kauli ya moja kwa moja kwamba aliacha swala tano swala moja huyo ni kafiri. Sio kauli ya madhehebu yote. Hiyo ni kauli katika kauli za madhehebu ya Hanabila na mengineyo katika yanayofungamana na swala, na fadhila zake ni kubwa. Tumepita katika kitabu cha Sahih al-Bukhari, swala inamuondoshia mtu madhambi kama mfano wa mtu ambaye anayeoga kwa siku kwa siku anaoga mara 5. Mtu anayeoga mara 5 kwa siku, hal yabqa min daranihi min shay, je, anaweza kubakiwa kwenye mwili wake na uchafu wote? Jawabu hapana. Na ndivyo hivyo ukiswali mara 5 kwa siku haubakiwi na dhambi lolote. Majtunibati alkabair, kama mtu amejiepusha na madhambi makubwa. Kwa swala zinafuta, kama alivyosema Mtume pia, wassalawatu, na swala hizi, wama bainahunna, na kilichopo kati yake, kafaratun lima bainahunna, swala ni kafara ya madhambi yaliyotendwa katikati ya kila swala, dhuhuri mpaka alasiri, magharibi mpaka isha. Hapa katikati dhambi iliyotendwa linafutwa na swala, muda wa kuwa dhambi hilo sio nini katika madhambi makubwa. Kwa katika mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amehusishwa nayo ni jambo la swala. Famin dhalika, sasa katika swala zimegawanyika sehemu mbili. Kuna as-salawatu al-faraid, swala za faradhi, na kuna swala pia zile swala za sunna, rawatib wa ghairuha, mutlaqa wa ghairu mutlaqa, muqayyad. Kuna swala ambazo ni za faradhi za lazima, na kuna swala ambazo ni za sunna. Anasema al-Imamu Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala, famin dhalika ad-duha wal-witru, miongoni mwa swala ambazo kahusishwa nazo Mtume ni salatu ad-duha. Jina lingine la salatu ad-duha inaitwaje? Salatu al-awwabin, ndio salatu al-awwabin, swala ya watu wenye kurejea sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wenye kutubia sana kwa Allah, ndio salatu ad-duha. Kahusishwa nayo Mtume alayhi salatu wassalam. Wal witr, na vile vile salatu al-witri, salatu al-witr, jina lingine tahajjud wa ghairi dhalik, wa salatu al-witr. lima rawahu al-Imam Ahmad fi musnadih, wa kile ambacho amekipokea Imam Ahmad katika musnadi wake. Amepokea Imam Ahmad katika musnadi wake. والبيهقي من حديث أبي جناب الكلبي واسمه يحيى بن أبي حية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 هن علي فرائض، 3 هن nazo hizo 3 alayya, juu yangu mimi Muhammad, faraid, ni faradhi za lazima, ni wajibu. Yani mambo matatu au ibada 3, hunna nazo, alayya juu yangu mimi Mtume alayhi salatu wasalam, faraid ni faradhi. Wa hiya lakum tatawwu'un, nazo kono nyinyi ni sunna, sio faradhi tena. Kwa ibara hii ya Mtume inathibitisha ya kwamba kuna swala za faradhi na kuna swala ambazo ni tatawwu', na kwenye faradhi pia kuna vigawanyo vyake, na tatawwu' pia kuna vigawanyo vyake. An-nahr, jambo la kwanza ni an-nahr, jambo la kuchinja. Neno an-nahru hutumika sana kwenye ngamia, chinja ngamia, na wengine wanakuwa ni adhabhu. Walwitru, na vile vile swala ya witr. Wa rak'ata ad-duha, na rakaa 2 za salatu ad-duha. Chini huko Imamu Al-Albani ametamka kama ni dhaifu, ni hadith dhaif. I'tamada jumhurul ashabi
wameitegemea jumhuru wengi al-ashab wa jamaa, na kusudia jamaa hapa wafuasi wa madhhab ya Shafi'iyya. Hadha alhadith, hadithi hii wameitegemea fi hadhihi thalathi, katika haya au katika hizi ibada tatu. Faqalu biwujubiha, kasema kwamba ni katika mambo yaliyowajibishwa: kuchinja, kuswali witri, rakaa mbili za dhuha, katika mambo ambayo yamewajibishwa, kama ilivyokuwa kwenye madhhabu ya Malikia kuna kwa ibada ya witr, wanaiona ni swala ambayo ni ya wajib, mtume hakuiacha safaran wa hadhara. Na vile vile sunnatur raghiba ni Imamu Abu Zaid al-Qayrawani ameitaja kwamba ni sunnatun muakkada, na istilahi ya sunnatun muakkada ya Imamu Abu Zaid al-Qayrawani huwa inabeba maana ya nini? Ya alwujubu, witr. Kwa hadithi inaonyesha wazi kama mambo haya yakahusishwa kwake, yamehusishwa kwa mtume kwamba ni ya faradhi, kinyume na watu wengine katika waumini wake, kwa maana masahaba na jamaa na wafuasi wake waumini waislamu, kwa wao sio wajib. قال الشيخ تقي الدين ابن صلاح رحمه الله تعالى، amesema Sheikh Taqiyuddin ibn Salah rahimahullah ta'ala, katika muhadithuna hawa, katika wanawachuoni wa hadithi ibn Salah. Kisoma alfiyatu sira, kisoma alfiyatu al-Iraqi, utamgundua al-Imam ibn Salah an-Nani badhala juhudan kabiran fi ilmi al-hadith, ametoa juhudi kubwa sana kwenye elimu ya hadithi Taqiyuddin ibn Salah, na ana muaradha baadhi ya mambo, ana rududi, ana kujibu na nini wa ila ghairi dhalik. Ni alim kabir fi ilmi al-hadith, walahu taalif, na vitabu vingi katunga ibn Salah. Anasema qala Sheikh Taqiyuddin ibn Salah rahimahullah ta'ala, taraddada al-ashabu, wamejigonga jamaa, ni mshafi'i, Imam Salah yani mshafi'i, fi wujubi siwaki alayhi, kunako uwajibu wa kupiga mswaki juu ya mtume alayhi salatu wasalam. Je, swala la mtume kupiga mswaki amewajibishiwa? Ni jambo la lazima kwake yeye? Taraddada al-ashab, hapa kikundi katika wafuasi wa Kishafi'i wametaraddadi. Waqata'u biwujubi ad-duha, na wakakata kabisa kauli ya kwamba biwujubi, juu ya uwajibu wa ad-duha, ay salati ad-duha, kama hiyo imekuwa ni wajibu kwake yeye sallallahu alayhi wasallam. Wal adha wal witru alayhi, na adha na witri zote juu yake zimekuwa ni wajib. Ma'a anna mustanadahu alhadith alladhi dhakarna dha'fahu, ma'a anna mustanad alhadith, pamoja na kwamba egemeo lake Sheikh Taqiyuddin ibn Salah, pamoja na kwamba egemeo lake la hiyo hadithi alladhi dhakarna, ambayo tulioitaja, dha'fahu, udhaifu wake. Kwa hata jamaa hao Kishafi'i na wengineo egemeo lao la hiyo hadithi imekuwa ni dhaifu. Walau akasu faqata'u biwujubi siwaki alayhi wa taraddadu fi al-umuri thalathati lakana aqrab. Walau akasu, na lau watageuza maelezo, lau watageuza maneno, faqata'u, wakakata msimamo, wakaleta msimamo wa kukata, biwujubi siwaki alayhi, kunako uwajibu wa mswaki juu yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Wataraddadu fil umuri thalathati, na vile vile wakajigonga au wakatilia shaka kwenye mambo matatu yaliyopita. La kana aqrab, basi jambo hilo lingekuwa la karibu mno kuliko kutoa kauli ya uwajibu wa hayo mambo matatu, ilhali hadithi walioitegemea ni hadithi ina udhaifu.
wayakunu mustanada taraddudi fiha, na wakifanya hivyo linakuwa lile egemeo la huko kujigonga na kutaraddadi inakuwa anna dha'fahu min jihati dha'fi rawi, kwamba udhaifu wa hadithi hiyo unakuwa min jihati, katika upande dha'fi rawihi, wa udhaifu wa mpokezi wake Abi Janab al-Kalbi. Na mtu huyu wa fi dha'fihi khilafun, na kunako udhaifu wake huyu Abi Janab al-Kalbi kuna khilafu baina a'immati al-hadithi, kati ya maimamu wa hadithi. Waqad wathaqahu ba'dhum, na baadhi yao wathaqahu, wamemtia nguvu. Wallahu a'lam. Kwa Taqiyuddin Ibn Salah na yametaja kwamba taraddudi ya ashab kwenye masala ya siwak, na wakaona kwamba ni wajib kwa mtume salatu dhuha na al-witri, pamoja na kwamba egemeo lake alitegemea na yeye pia ni hadithi dhaifu, bali lau wangetilia shaka kwenye mambo matatu hayo ingekuwa ni aqrab, kwa sababu egemeo lao limeegemewa kwenye hadithi dhaifu, na udhaifu wao umepatikana kwenye upande wa udhaifu wa mpokezi aitwaye Abu Janab al-Kalbi, ambaye wanawachuoni wametofautiana kwenye udhaifu wake na uaminifu wake. Qultu, nikasema mimi Ibn Kathir, jumhuru a'immati al-jarh wa at-ta'dil ala dha'fihi, jumhuru wengi a'immati al-jarh wa at-ta'dil, wa maimamu wa al-jarh wa elimi al-jarh, kujeruhi, wa at-ta'dil na kumtamka sawasawa, wanawachuoni wa elimu hizi mbili, ala dha'fihi, wamemhukumu Abi Janab al-Kalbi ni dhaif. Kwa hiyo jumhur wamehukumu kwamba huyu ni mtu dhaifu, kwa hiyo haito sihi hadithi yake atakayoileta. وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة ترددا لبعض الأصحاب. وقد حكى نكوهكيك أميليزا أبو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة كناكم mambo matatu yaliyotajwa, kuchinja, salatul witr na salatul duha. Ametaja taraddudan, kule kujirudia na kutilia shaka, li baadhi al-ashabi, kwa baadhi ya masahaba jamaa wa Kishafii. Ameelezea jambo hilo la hayo mambo matatu na ile hali ya kujirudirudi baadhi ya wafuasi wa Kishafii. Kisha akamaliza akasema, wa anna minhum man dhahaba ila istihbabiha fi haqqihi sallallahu alayhi wasallam, na kama miongoni mwa Mashafii man dhahaba, kuna wale waliokwenda na kauli ila istihbabiha, kwamba hili jambo ni au haya mambo matatu ni yenye kupendeza, ni ya sunna, fi haqqihi, kwenye haki yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hadha alqawlu arjahun, na hii kauli ina nguvu sana, liwujuhin, kwa sababu zifuatazo. Kwa Imam Nawawi anaona ya kwamba kitendo cha baadhi ya Mashafii kwamba wao wametamka vitu hivi vitatu na kujigonga kati yao na kutaraddadi, kwa maana kurudi na kukataa, kurudi na kukataa, baadhi yao wamedhihirika ya kwamba miongoni mwa wao wameenda na kauli kwamba matendo haya matatu yamekuwa ni sunna kwenye haki ya mtume. Kisha Imamu akasema kwamba na hii kauli arjahu, ina nguvu sana, liwujuhin, kwa sababu zifuatazo. Kauli ya kwamba kuswali witri ni mustahabu, kuswali dhuha ni mustahabu, kuchinja ni mustahabu, inapendeza. Kauli hii imekuwa arjahu, ina nguvu, liwujuhin, kwa sababu zifuatazo. Ahaduha, moja hizo sababu, anna mustanada dhalika hadha alhadith,
kwamba tegemeo la huu msimamo hadha alhadith ni hii hadithi tuliyoitamka hapa, hadithi ya Ibn Abbas an nabii thalathuhunna alayya alfaraid, alayya faraid waqad alimta dha'fahu, na ushajua wewe unayesoma hichi kitabu kwamba hadithi hiyo ni dhaifu. Waqad ruya min wajhin akhar, na kwa hakika imepokelewa kwa njia nyingine isiyokuwa hiyo njia ya Abi Janab al-Kalbi, kutoka kwa Ikrima, kutoka kwa Ibn Abbas mpaka kwa Mtume. Imepokelewa kwa njia nyingine fi hadithi, katika hadithi ya Mundal ibn Ali al-Anazi, mpokezi mwingine aitwaye Mundalu ibn Ali al-Anazi. Al-Anazi hii ni kabila katika makabila ya Waarabu, kuna kabila al-Anazi, na hili kabila la al-Anazi linatajwa kwenye baadhi ya matukio ya kihistoria kwenye mlango wa tashifu. Mmoja katika watu wa tashifu na watu wa kutunga hadithi alisema, salla ilaina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, salla ilaina an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-anazata. Maneno kama hayo kwamba Mtume aliswali kwetu sisi maanaza, ni kama vile useme Mtume aliswali kwetu sisi wenye mwezi, Mtume aliswali kwetu sisi labda Wasukuma au Wachaga au nani aliswali kwetu sisi. Kwa maana yake sisi tunajifakharisha kwa sababu Mtume aliswali kwetu sisi. Kwa tamshi alitamka al-Anasa akimaanisha hilo eneo la al-Anasiyuna ndio Mtume aliswali, kwa hiyo akawa jifakharisha. Sasa wanawachuoni wa hadithi walipokuwa wanazungumza namna watu wanavyopachika hadithi, sababu za watu kuingiza hadithi, wakataja miongoni mwa sababu hizo ni ile hali ya watu kutaka kujifakharisha kwa watu wengine. Ndio watu wanafikia kutunga hadithi ili wajifakharisha, watambulike, wapate cheo. Mfano wa watu hao, kama Mtume aliswali kwetu sisi al-Anaza, aliswali kwetu sisi kabila la Anaza. Wasahihu, na sahihi ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam swalla fi anazatain, Mtume aliswali kwa kuchomeka fimbo mbele, aliweka sutra. Ndio hadithi sahihi. Al-anaza ni fimbo na tumeka pale mbele na kwa sutra yao. Sasa wao kwa kuwa wanataka wajiproudi, waonekana kama ni watu wa bora, familia yao, kabila lao ni kabila kubwa, Mtume aliswali kwetu sisi maanaza, aliswali kwetu sisi maanaza. Kumbe usahihi sio hivyo. Kwa hiyo katika sababu nikawa ni hizo za kupachikwa hadithi dhaifu. Kwa al-Anazi hii ni kabila. Kwa hiyo huyu Mundalu ibn Ali al-Anazi wa huwa aswa halan min Abi Janab, kwenye mizani wa watu wapokezi wa hadithi, ukimchukua Abi Janab al-Kalbi na ukimchukua Mundal ibn Ali al-Anazi, kwenye viwango vya ubaya na udhaifu, Mundal huyu ni mbaya zaidi halan, hali yake, min Abi Janab, kuliko Abu Janab al-Kalbi, kuliko Abu Janab al-Kalbi. Kwa hiyo sababu ya kwanza inayotajwa kwamba kauli hii ya kusema matendo haya matatu ni mustahabu, kwanza kabisa hadithi iliyopokelewa egemeo lake ni hadithi ambayo imejulikana ni hadithi dhaifu, na imepokelewa kwa njia nyingine. Hiyo njia nyingine nayo imepokelewa kutokana na mtu aitaye Mundal ibn Ali al-Anasi, ambaye wa huwa aswa'u, naye ana hali mbaya sana. Aswa'u maana yake ni mbaya sana, ni mbaya sana, halan, hali yake ni mbaya sana, min Abi Janab, kuliko Abu Janab. Moja ya sababu ya kwanza kuitoa kwenye wujubu kuiweka kwenye istihbab. Wathani, na sababu ya pili,
anna alwitra, kwamba swali qad thabata fi sahihaini, imethibiti kwenye sahihi mbili. Ukisema sahihi mbili maana yake sahihi mbili maana yake nini? Sahih al-Bukhari wa sahih Muslim, ndio maana sahihain ndio vitabu vikubwa baada ya Qur'an. Vitabu sahihi baada ya Qur'an ni Sahih al-Bukhari, kisha sahih kwa watu wa baadhi ya kanda za kidunia, lakini watu wa magharibi wote unawajua wewe, kitabu sahihi baada ya Qur'an ni Sahih Muslim. Jamani, kitabu sahihi baada al-Qur'an ni nini? Sahih Muslim. Sisi huku tunasema kitabu sahihi baada ya Qur'ani ni Sahih al-Bukhari, lakini watu wa magharibi huko juu huko kote, wao kwao wanaona hapana, kutokamana na ule mtiririko wa mpangilio wa Sahih Muslim katika maruwati wake. Hasa nasema anna al-witr qad thabata fi sahihain, kwamba swala ya witri, kuswaliwa salatul witri, jambo hili la kuswali salatul witri limethibiti kwenye vitabu viwili, Bukhari na Muslim. An ibn Umar, kutoka kwa Abdullah ibn Umar, annahu kana sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume alikuwa yusallihi ala rahilati, alikuwa akiswali kwenye kipando. Rahila ni kipando. Abdullah ibn Umar anasema mtume alikuwa anaiswali swala hii ya witri kwenye kipando. Wa hadha min hujjatina ala alhanafiyati fi adami wujubihi, na hii hoja hii sasa ya kwamba mtume alikuwa anaiswali swala ya witri mpaka kwenye kipando chake, min hujjatina, hii ni katika hoja zetu sisi watu wa Kishafii, ala alhanafiyati, dhidi ya madhehebu ya Kihanafi, fi adami wujubihi, walipotamka kutowajibika swala ya witr. Yani hii hadithi hii kwenye Sahih Bukhari na Muslim ni hoja ambayo inatupa sisi nguvu dhidi ya madhehebu ya Hanafi. Mahanafia wao wanasema swala ya witri sio wajibu, sisi tunasema ni wajibu. Kwa nini? Kwa sababu ni wajibu, kwa sababu mtume ameswali swala hii hata mpaka akiwa kwenye nini, kwenye kipando, safarini huko na safiri, mtume anaiswali. Kama ingelikuwa sio wajibu, asingeiswali kwenye vipando wala safarini, angetosheka na swala zingine tu basi. Liannahu law kana wajiban, kwa sababu lau swala hii law kana wajiban, ingelikuwa ni wajibu, lama faalahu ala rahilati, asingeifanya juu ya mnyama. Liannahu law kana wajiban lama faalahu ala rahilati, fadalla ala anna sabilahu fi haqqihi sabili lmandub. Anasema ya kwamba hoja ya salatu alwitri kwenye kauli ya juu kabisa hapa kwamba kwenye haki ya mtume ni mustahabu. Anasema kauli hii ni mustahabu kwa dalili zifuatazo. Katoa hoja ya kwanza. Hoja ya pili, mtume alikuwa anaiswali juu ya kipando, na juu ya kipando ni hoja sisi kwetu sisi dhidi ya madhhabi ya Hanafi waliokataa uwajibu wa swala ya nini, ya witr. Sasa ndo anasema hapa ya kwamba lau ingelikuwa ni wajibu, yani sasa ndo pointi anayosema Ibn Kathir, lau ingelikuwa ni wajibu swala hii, mtume asingeiswali juu ya kipando, angeteremka chini akaiswali. Lakini kwa kuwa yeye aliendeleza kuiswali juu ya kipando na akiwa safarini, hii ni ishara ya wazi kwamba jambo hili ni mustahabu. Sababu wajibu yoyote, swala yote ya wajibu, huruhusiwi kuiswali kwenye kipando, huruhusiwi kuiswali kwenye kipando ikiwa una uwezo wa kuteremka na kuswali. Kipando ni cha kwake mtume, farasi ni wa kwake, punda ni wa kwake, ngamia ni wa kwake, na sio kwamba eti hapa pana maadui pana nini, hapana. Lakini kile kitendo yeye alayhi salatu wasalam cha kuiswalia swala ile ya witri juu ya kipando ni ishara ya wazi ya kwamba swala ile haikuwa ni wajibu. Fadalla ala anna sabilahu,
ikajulisha kwamba njia yake hiyo mtume fi haqihi, katika haki yake yeye alayhi wasallam, sabilul mandubi, ni njia iliyokuja kwa mandubun kisunna. Swala za sunna ndizo ambazo zinaruhusiwa kuswaliwa kwenye vipando, ama za faradhi haziswaliwi. Muda wa kuwa una uwezo wa kusimama na kurukuu, basi simama na urukuu na uswali hali ya kuwa ukiwa kwenye kipando chako, una uwezo huu. Kwa sababu ya pili ndio hii. Wa amma dhuha, na ama kuhusiana na swala ya dhuha, faqad jaa an Aisha radhiyallahu anha, imekuja riwaya kutoka kwa Aisha, Allah amridhie. Aisha jina lake akaitwa Ummu nani? Au kabla ya kunia jina lake lingeitwa nani? Aisha jina lake lingeitwa nani? Alikuwa anaitwa nani Aisha mashe? Mpaka tuweke dau ndo mtajua. Aisha jina lake lingine, jina lake Aisha anaitwa nani nyingine? Haya, kunia yake anaitwa nani? Ummu Abdillah. Kunia yake nyingine anaitwa Ummu Abdillah. Jina alikuwa anaitwa Humaira. Nasema Humaira au Humaira. Aisha Humaira. Na sababu ya Humaira, sema alikuwa katika wasifu wake, katika moja wa sifa jina hilo Humaira, ni mtu laini, yani ni mtu mpole, alafu mashavu yake kama vile yana wekundu, mashavu yake yana wekundu, kini mlaini, mpole, mwenye usikivu. Humaira kwa katika majina alikuwa anaitwa nayo nani? Aisha radhiyallahu anha. Baba yake anaitwa nani? Baba yake jina lake Aisha, baba yake anaitwa nani? Baba yake anaitwa nani? Ndio jina hilo Atika. Baba yake tu Atika. Baba yake na Aisha nani? Ustadhi, hamumjui baba yake na Abubakar? Au hamumjui Abubakar tu nani? Abdullah ibn Abi Quhafa jamaa, lakini Abdullah ibn Abi Quhafa ndio jina lake. Abubakar ni kunia, sawa. Na Aisha amekuwa maarufu kwa ubabani kwenye sifa ya baba yake, sawa jamani. Kwa ni Aisha bintu Siddiq. Siddiq sio jina la baba yake, sio jina la baba yake, ni sifa na lakabu aliyopewa, ni lakabu aliyopewa kutokana na kuwa mkweli wa kwanza kuamini. Lakini Abubakar mwenyewe jina lake Abubakar anaitwa Abdullah ibn Abi Quhafa, ndio jina lake. Ama kunia yake ndio Abubakar, kunia yake ndio Abubakar. Wa amma dhuha, na amma sala ya dhuha, faqad jaa an Aisha radhiyallahu anha, imekuja kutoka kwa Aisha Allah amridhie, fi sahihi, katika sahihi. Mara nyingi sahihi inayotajwa, ukisikia sahihi maana yake Sahih al-Bukhari, annahu kana la yusalli ad-duha illa annahu yaqdamu min maghibihi. Annahu kana la yusalli ad-duha, anasema Aisha kunako Mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu kana, kwamba yeye alikuwa la yusalli dhuha, hasali swala ya dhuha, illa, isipokuwa, annahu, kwamba yeye Mtume, yaqdamu min maghibihi, anapokuwa amekuja kutoka safarini kwake.
Maghrib maana yake alipokuwa hayupo, ndio maana maghrib. Kwa alikuwa haswali salatu dhuha isipokuwa kwamba atakapokuwa amekuja kutoka katika safari yake ndio anaiswali. Falau kanat wajibatun au falau kanat ad-duha wajibatan fi haqqihi, lau ingelikuwa swala ya dhuha ni lazima kwenye haki yake mtume, ni ya wajibu, lakana, basi lingelikuwa amru mudawamatihi alaiha, jambo la kudumu na hiyo swala, alaiha, juu ya hiyo ibada, mudawamati, jambo la kudumu nalo hilo mtume, alaiha, juu ya hiyo swala, ashhara, lingekuwa ni jambo mashuhuri sana, min an yunfa, kuliko kupingwa na kukataliwa. Aisha anasema kwenye Sahih Bukhari, alikuwa haiswali salatu dhuha isipokuwa pindi anapokuwa anakuja kutoka safarini. Sasa kama lingelikuwa ni jambo la lazima, mtume hii swala ya dhuha angelikuwa anadumu nayo hii swala mpaka anapokuwa huko aliko, anadumu nayo, na lingekuwa ni ashhar, ni jambo mashuhuri, min an yunfa, kuliko hivi kukataliwa na kupingwa. Wama fi hadha alhadithi alakhir annahu kana yusalliha rak'atayn. Wama fi hadha alhadithi alakhir annahu kana yusalliha rak'atayn, na katika hadithi hii alakhir ya mwisho hii Aisha tuliyoitaja, annahu, kwamba mtume kana yusalliha rak'atayn, alikuwa akiiswali rakaa mbili. Wayazidu ma sha Allahu, na anazidisha kiwango akitakacho Allah chokadiria kukizidisha na kizidisha. Famahmulun, basi hili jambo sasa la kuswali rakaa mbili na kuzidisha akitakacho, mahmulun, linatafsiriwa ala annahu yusalliha kadhalik, kwamba yeye anaiswali hiyo swala hivyo hivyo, idha sallaha, pindi anapoiswali, imma swali rakaa mbili, na kuna wakati anaizidisha anavyotaka yeye mwenyewe sallallahu alayhi wasallam. Waqad qadima min maghibihi, na hapo anakuwa tayari ameshafika kwenye safari yake. Na kutafsiri hivi sasa kwamba alikuwa anaiswali hii swala hivyo hivyo kwa mara mbili, rakaa mbili, na anazidisha anavyotaka yeye, basi hili jambo limepokelewa jam'an baina alhadithaini, ni katika kuzikusanya kati ya hadithi mbili, hadithi ya Abdullah ibn Umar kwamba mtume alikuwa anaswali juu ya kipando, na hadithi ya Aisha kwamba alikuwa haiswali salatu dhuha isipokuwa pale anapokuwa amekuja kutoka wapi? Safarini. Kwa hiyo namna ya kuitafsiri hadithi hizi ni kwamba zinabebwa hadithi hizi ya kwamba alikuwa anaiswali rakaa mbili na ziada anavyotaka, hivyo hivyo pia unapoiswali imma asali rakaa mbili na imma azidishe. Waqad qadima min maghibihi, na anakuwa tayari ameshakuja kutoka safarini mwake, jam'an baina alhadithaini, kwa kuzikusanya hadithi mbili. Mas'ala mingine mafupi hapa, mas'ala mingine. Wa amma qiyamul layli fa huwa tahajjud, na ama jambo la kusimama usiku na tahajjud, min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كما قيام الليل التهجد فهو الوتر على الصحيح، na hiyo qiyamul layl ambao ndio witri, hiyo qiyamul layl ambao ni tahajjudu, wa huwa alwitru ala sahih, ndio witri yenyewe. Ukisema qiyamul layl, kisomo cha usiku, swala za kisomo cha usiku, swala za tahajjudi, ndio witri yenyewe. Lima rawahu al-Imam Ahmad an ibn Umar, kwa kile ambacho amekipokea Abdullah ibn Umar kwa riwaya Imam Ahmad katika musnad wake, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala,
kwamba mtume kasema alwitru rak'atun, witri ni rakaa moja, min akhiri llaili, mwishoni mwa usiku. Alwitru rak'atun min akhiri llail, witri ni rakaa moja ya mwisho wa usiku. Wa isnaduhu jayyidun, na isnadi ya hadithi hii ni nzuri. Kwa hiyo witri inaitwa tahajjudi, lakini pia inaitwa qiyamu al-layl. طيب واذا تقرر ذلك، yalikithibitika hilo kwamba witri ndio tahajjudi ndio qiyamul layli, fa'lam annahu, tambua ya kwamba yeye qad qala, fa'lam annahu, kwamba tambua hali ilivyo, qad qala jumhurul ashabi, wamesema wengi katika jamaa wa Kishafii, inna at-tahajjuda kana wajiban alayhi, hakika ya ibada ya tahajjudi ilikuwa ni ya lazima kwake mtume. Watamassaku biqauli llahi ta'ala, na wakashikamana na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ikithibitika hivyo ni kwamba jumhuru ya ashab min ash-shafi'iyya wanasema ya kwamba tahajjudi ilikuwa ni wajibu juu ya mtume. Tahajjud ilikuwa ni wajibu juu ya mtume. Watamassaku biqauli llahi ta'ala, na wameshikilia kauli, wameegemea kwenye kauli ya Allah alipomwambia min al-layli fatahajjad bih, na katika usiku swali tahajjudi kwenye huo usiku, ambayo itakuwa ni nafilatan lak, imma maana yake ni ziada kwako wewe, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, ili Allah akufufue na akuweke Mola wako sehemu iliyohimidiwa na kusifiwa. Al-Imam al-Baghawi anasema asa na la'alla fi al-Qur'an yati bimaana al-wujub, kwamba asa na la'alla kwenye haki ya Qur'an zinakuja kwa maana al-wujub. Kwa hiyo asa an yab'athaka sio kusema huenda, ili akupeleke Mola wako, akuweke Mola wako sehemu yenye kuhimidiwa na kusifiwa. Kwa hiyo madhhabu ya Shafi'i wanasema Allah katamka wa minal layli fatahajjad bihi, na katika usiku amka uswali tahajjud sehemu katika usiku, sio witri. Kwa hiyo wao wakaona ya kwamba tahajjudi ni wajibun kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu tamshi limekuja wa minal layli fatahajjad bihi, na witri pia imetamkwa kwenye Qur'ani, wal layli wal fajri wa layalin ashri wash-shaf'i wal watri, imetamkwa witri. Kwa palikuwa na uwezekano Allah akatamka witri, lakini alipokuwa hajaitamka witri, imeonekana kwamba tahajjud ni lazima kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. قال عطية ابن سعيد العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نافلة لك، تفسير nyingine yani binafilati, kwa maana na katika usiku simama usali tahajjudi, nafilatan yani binafilati annaha linnabii sallallahu alaihi wasallam khassatan, kwamba hili ni jambo ni mahususi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, annaha, kwamba jambo la tahajjudi ambalo ni ziada wake mtume alayhi salatu wasalam ni khasatan, ni maalumu kwake yeye. Amrun biqiyami llaili fakutiba alayhi, hii ni amri biqiyami llaili, ya kisimamo cha usiku kwa mtume asimame. Fakutiba alayhi, na likafaradhishwa jambo hili la kusimama usiku juu yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hapa Imam Ibn Kathir yeye yunakishu masail, anajadili masala tu na kuyaangalia kwamba linakuwaje hili jambo ni katika mambo mahususi ya mtume. Waqala Urwatu ibn Zubairi
amesema Urwa ibn Zubair an Aisha radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtume idha salla qama tatafattaru qadama, pindi ambapo mtume alikuwa idha salla, pindi anaposwali mtume usiku, qama, anasimama, hatta tatafattara qadamahu, mpaka yanabubujika, mpaka zinavimba, inavimba miguu yake, tataqattaru qadamahu, mpaka inavimba miguu yake. Faqalat Aisha akamwambia mtume, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, taf'alu hadha, unafanya hivi mpaka miguu inavimba, waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik, Allah ameshakusamehe madhambi yako yaliyotangulia, wa ma taakhara, na yale yaliyopita huko nyuma. Yani dhambi lolote ambalo utakalofanya mbele na haitokadiriwa hivyo, wewe ushasamehewa, na yale madhambi ambayo umeyafanya huko nyuma pia ushasamehewa. Sasa mbona tena unaswali kiasi hichi kiwango kikubwa, kisimamo kirefu, miguu mpaka inavimba? Sallallahu alaihi wasallam. Aisha anamwonea huruma mume wake. Qala, mtume akamwambia, ya Aisha tu, ewe Aisha, afala akunu abdan shakura, hivi je nisiwe binadamu mwenye kushukuru? Ndio nimesamehewa madhambi yangu yote, mimi ni nabii wa Allah, kweli mimi ni rasul, mimi ndio imamul mursalin, na mambo mengi ndio nayo. Basi kwa kiwango hicho cha kheri ambacho Mola kanipa, afala akunu abdan shakura, basi ndio nisiwe mja mwenye kushukuru? Ndio hata tulizungumza jana kwamba hata kwenye mazingira ya furaha, ya mafanikio, ni lazima muabudu Mola wako. Yani sio kwenye matatizo tu peke yake ndio unaabudu Mola wako, la, hata kwenye furaha na mafanikio ndio ukaze kweli kweli, jitahidi. Nikawatolea ushahidi wa Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye sura an-Naml aliposema kumzungumzia, waqala alladhi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarafuk falamma raahu mustaqirran indahu, Suleiman alisemaje? Qala hadha min fadli rabbi, baada ya kuona kile kiti kimeletwa pale kwa mwendo wa spidi ya kupepesa jicho tu, Nabiullahi Suleiman akasema hadha min fadli rabbi, hii ni katika fadhila ya Mola wangu, liyabeluani, anipe mtihani mimi, aashkuru am akfur, je nitashukuru au nitakufuru? Waman shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wallahu huwa al-ghaniyyun, wallahu ghani, fa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun karim. Kwa unaona kabisa ya kwamba hata kwenye mafanikio lazima mshukuru Allah. Mtume kasamehewa kwenye madhambi ya nyuma, ya mbele, nini, Allah ashamsamehe, lakini basi wa kusamehewa hivyo ndio useme kwamba basi na mimi hakuna haja ya ibada? La, hakuna, sio hivyo. Ndio atakuendelea kumshukuru Allah. Ndio mtume anasema afala akunu abdan shakura. Rawahu Muslim an Harun ibn Ma'ruf, hadithi kaipokea Harun ibn Ma'ruf عن عبد الله ابن وهب عن أبي صخر عن أبي قسيط عن عروة به، وأخرجاه من وجه آخر عن المغيرة ابن شعبة. حديث رجال البخاري ومسلم. وروى البيهقي من حديث موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، amepokea البيهقي kwenye hadithi ya Musa mtoto Abdurrahman Sanani Yemeni hao, an Hisham bin Urwa, kutoka kwa Hisham bin Urwa, an abihi, kutoka kwa baba yake, an Aisha, kutoka kwa Aisha, qalat Aisha amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumekasema, thalathatun alayya fariidatun, ibada tatu kwangu mimi ni za faradhi, wa hunna sunnatun lakum, nazo ni sunna kwenu nyinyi Waislamu. Ibada ya kwanza ya faradhi alwitru, ni witri, swala ya witr, wasiwaku, na vile vile mswala kupiga mswaki, wa qiyamul layli, na kisimamo cha usiku. Wasiwaku wa qiyamul layli na kisimamo cha usiku, hizi ni ibada zimefaradhishwa juu yangu mimi Muhammad, na nyinyi kwenu nyinyi ni sunna, tena sunna kwa baadhi ambazo zimekokotezwa. Thumma qala Musa ibn Abdurrahman, na akasema Musa ibn Abdurrahman, hadha dhaifun jidda,
huyo Musa bin Imran au huyo Musa bin Abdurrahman ni mtu dhaifu sana. Walam yathbut fi hadha isnad, na kwenye mazungumzo ya aina hii hapaja thibiti isnadi yoyote iliyokuja ikisema mambo matatu ni faradhi kwa mtume na kwetu ni sunna. Hadithi hizi hazijathibiti, ni dhaifu. Wallahu a'lam. Na Allah subhanahu wa ta'ala ndio mjuzi zaidi. Wahaka al-Sheikh Abu Hamid, na akaelezea Sheikh Abu Hamid. Abu Hamid ni nani? Ana mjua Abu Hamid. Abu Hamid. وحكى الشيخ أبو حامد الغزالي وحكى الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى عن الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله كتوك إمام شافعي أن قيام الليل kwamba kisimamo cha usiku nusikha fi haqqihi, kiliondoshwa kwenye haki ya mtume sallallahu alaihi wasallam wajibu wake, kama nusikha fi haqqi al-ummati, kama ilivyofutwa na kuondoshwa fi haqqi al-ummati, katika haki ya umma kunako uwajibu wake ulivyoondoshwa, na uwajibu nao pia kwa mtume uliondoshwa kisimamo cha usiku. Fa innahu kana wajiban fi ibtida'i al-islam, ibada hiyo ilikuwa wajiban, ni lazima, fi ibtida'i al-islam, mwanzo wa kuanza Uislamu, ala al-ummati kafa, juu ya umma wote ilikuwa ni wajibun. Qala Sheikh Abu Amr ibn Salah, amesema Abu Amr ibn Salah, wa hadha huwa sahih, na hii ndiyo kauli iliyokuwa sahihi. Wa hadha huwa sahih, na hii ndiyo kauli iliyokuwa sahihi. Wa hadha huwa sahih alladhi tashhadu lahu alahadith, na hii ndiyo sahihi ambayo inashuhudiwa na hadithi nyingi. Minha hadithu Sa'd ibn Hisham an Aisha, miongoni mwa hizo ni hadithi ya Sa'd ibn Hisham kutoka kwa Aisha, wa huwa fi sahihi ma'ruf, na ni katika hadithi sahihi ya ambayo inajulikanwa. Wakadha qala Abu Zakaria an-Nawawi rahimahullah ta'ala, na vile vile ameitamka al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Kwa Imam Abu Hamid al-Ghazali anasema kuhusiana jambo la kisimamo cha usiku kwamba kimefutwa kwenye uwajibu wa haki ya mtume alayhi wasallam, kama ilivyofutwa kwenye haki ya umma wake, kama ilivyofutwa katika haki ya umma wake. Kwa hiyo khulasatul qawli, katika mambo ambayo ni mahususi ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam amehusishwa nayo hapa, naendelea kutunukuliwa tu, anatunukulia kauli baadhi, lakini ni kuhusiana na swala ya witri, swala ya dhuha. Hizi swala mbili, je, zimewajibishwa kwa mtume peke yake au hata kwa umma wake? Ndio haya masala ambayo yanayozungumzwa hapa. Wallahu tabaraka wa taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, alhamdulillahi rabbil alamin.